Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Ni furaha yetu kutana nanyi tena katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 5 Juni mwaka 2026. Tukuleteeni habari muhimu za hakika na za hivi punde kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu na duniani kwa ujumla. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutazungumzia hali ya usalama mashariki mwa nchi, maendeleo kuhusu wakimbizi pamoja na taarifa za afya zinazohusu magonjwa ya Ebola na kipindupindu endelea kuasiri baadhi ya maeneo ya nchi. Mimi ni Teroje Longa, basi nakukaribisha endelee kwa pamoja nasi katika dakika chache zijazo kwa taarifa kamili za mchana wa leo kupitia Kivu News Info. Naendelee kujuza kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Ndio basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na undo ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi karibu ngani na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 5 Juni mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Tunaanza na taarifa zetu za mchana kwa kuelekea moja kwa moja katika eneo la Mbao katika wilaya Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, ambako wale wa usalama endelea kuzoa wasiwasi baada ya mashambulizi mapya yanayohusishwa na uasi wa ADF. Kwa mujibu wa mamlaka za kijeshi, watu 21 wamepoteza maisha katika shambulio hilo. Hapo awali taarifa za kwanza zilikuwa zimetangaza vifo vya watu 16, lakini baada ya uchunguzi na tathmini ya kina kufanyika katika maeneo ya shambulio, idadi hiyo imeongezeka na kufikia watu 21 waliouawa. Jeshi linaeleza kuwa uvamizi unatokana na kitendo cha kulipiza kiasi kilichofanywa na waasi wa ADF kufuatia operesheni mbalimbali za kijeshi zinazofanywa dhidi yao katika maeneo tofauti ya wilaya ya Beni. Maafisa wa jeshi wanaamini kuwa makundi hayo ya waasi yanajaribu kuonyesha uwepo wao wa kuwalenga raia wasiokuwa na hatia baada ya kupata mashinikizo makubwa kutoka kwa vikosi vya usalama. Mashambulizi hayo yametikisa kwa wakazi ambao na maeneo jirani, huku familia nyingi zikiomboleza wapendo wao waliopoteza maisha. Wengine walijeruhiwa na baadhi ya wananchi walazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Mamlaka za kijeshi zinataka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kwa kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zote zinazoweza kusaidia katika kuwabaini wahusika wa mashambulizi hayo. Pia jeshi linaonya dhidi ya taarifa za uongo na propaganda zinazoweza kuenezwa na adui kwa lengo la kuleta migawanyiko miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa jeshi, ni muhimu kwa wananchi kutokuruhusu majaribio ya adui na kugawanya na kufanya wakose imani na vikosi vya ulinzi vinavyoendelea na operesheni za kijeshi za kurejesha amani katika eneo hayo. Mashambulizi ya Mbao yanakuja siku chache tu baada ya mashambulio jingine la mauaji yaliyoripotiwa katika eneo la Ngadi, jambo linaonyesha kuwa tishio la makundi yenye silaha bado endelea katika baadhi ya maeneo ya wilaya Beni licha ya juhudi zinazoendelea za usalama. Hiyo ni hali ilivyo kwa sasa katika eneo la Mbao wilayani Beni, ambako idadi ya waliopoteza maisha imefika watu 21 kufuatia shambulio lililohusishwa na uasi wa ADF. Bas, pole sana population ya Beni, Mbao, pole sana. Hapa tuko Mbao Matete, kwenyewe degazi ilikitika na mafazi yengine. Kostenye nafanya male sana, seke meziri hazia kamatiwa. Population yote niko huku wanatuambia kama depuis degazi ilikuwa jana wenye walilala huku walilala hapo peke. Ni makosa sana. Niomba kurenforcer meziri securite. Na njoo wenye watu wanasema. Wenyewe watu walisema Ngadi bingelisikiliwaka hatungelia registre hizi deja. Ça fait très mal. Ni watu njoo washapotea. Au-delà ile madega humain, ma matériel zinakuwa ziko zinapotea. Et ce qui fait très mal, Kinshasa hakuna tana moto moja nyishakaripa, nyumba ama gari ama vingine vyote. Ça fait mal. Wana mafamili. Il faut baende. Parce que hakuna ma mesure sécuritaire. Badi, ina tusiseme. Sasa tuko nasema oh no, ungelisema hivi watu wengine wanakuwa nenda tuchagulia na siku wa kulia. Kifo ilagake ni kweli. Na sasa inakuya tuko baime watu wanaliaka. Moi je voudrais que même sécurité yenyewe tuliona wanatia ku makoro za bandugu wetu na biko nda izika. Ewa ile mobilisation mungo nayo hamu. Gizi tuko naona biko wanatia ba policier ba soda ku mapuesho ya ma ville partout kwenye kwa manifestation. Comme ça ile même stratégie muiteza ku population. Hatuta enregistrer kaima dégâts.
Hatuta kai madega, ni mavi men. Sasa na sie jeunesse ya Beni tutakuwa nasema kila siku, bwana, ni wakati ya kujisaidia. Kujisaidia ndio kusema tukisha kamata maarme kila mtu iko nayo kwake après formation. Ndio tutaweza hivi. Mais bila ile tusiespere juu ma témoignage. Nyepe ke muzisikie. Niko mtu rongo na chokaka mbio. Hii maneno ilikuwa denonce mbele wakati. Kwa nini habafuatilie? Kama balikuwa kutuingilia huku bale banayua. Tena busiko bikolera na mambuzi, bikolera na bikola kokota mambuzi. Rebele na ya veni kimbangu. Bikola pardo badi banda mkokoto paka bana ovyo. Wale nje na vikombe vyote, bao banatambuka barabara ya Kamango banaenda ngambo ya kule. Ndio le bafanya sasa. Lakini baya huko ni mzee hapa chini ule. Ça fait très mal, très mal. Donc déjà balikuwa basha alerte. Banasema mbowe, mouvement suspect iko kubanaita bote. Bashefu bana remonter ma information ku hierarchie yabo na ba militaire wakasikia na kwa reseaux sociaux mlikuwa mnafuata. Mesure gani ilikamatiwa? Na sasa hii simusha sikia. Mesure gani imekamatiwa? Badi pour ça, il faut msibler watu. Shida hii mkaimaliza, hakutakuwa manifestation. Mufanye kazi. Hapa tuko naona kazi, hatuwezi sema mlifanya kazi na watu biko wanakufa. Lero de picha na ushona masoda na kuja. Anakienda forcer pembeni juu kabisa watu mulale bien. Oka saba na kuya. Sasa bana keita la pa chini. Mesa tunakutia roto kwa maana tutalala. Hiyo basoda ni bale wamekuja. Kwenda fika hapo na moto. Na bona washaenda tena. Basi aenda ndio kule mbanaenda mpatu. Sasa unaona solution. Ni sie njoo naomba tunajigombania hapa. Kujigombania kwa naomba tunakazana tufanye ile maloko ifanye former, batupe maarme, tusekirize. Unaona sagizi wako hapa. Ukakuko na boru wako pale. Yako haiko ya kusema mtenda huwa moyo mtu. Ni ya kujisaidia. Unaona sema lipiga masasi. Ungelikuwa nazo. Si mungereplike. Na wangelikimbia. Na si mungeliweza viti ngelisha. Hasa bila ile tutakuwa na ngoa wenye hata kuya njoo komba yetu ile. Tena tunasikia mbasoda huku juu. Très bien. Tusibu sasa bana bakia kule yule. Pale bashuke. Olio bashuke huku kwenye spray. Paka dakika kia kule. Alors, ile njoo komba. Watu former tuko tayari kusaidia. Ninje tuko ni kwetu. Tutakimbia wapi? Mtu anakimbia kanacha kwa kiondi shege. Nuko na kwako. Si nyumba yako hii kisha wewe ukimbie. Hapana. Watu former watupe ile masasi tunabakia huku. Kuna yakizi wenye baliendaka Nyaleke bashakaenda bashababa Kitona. Bali bakiana basimama atasaidia kwao. Bashababa Kitona. Ile senje nataka tunakatala ile. Na sie ile ndio tunasema sie mtu forme tubakie wapi? Kwetu. Tusaidie nini? Migini yetu. Katika jimbo la Ituri, mashirika ya kiraia pamoja na makundi ya kiraia yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya maelfu ya watoto waendelea kuwa wahanga wa vurugu na migogoro ya kivita. Kwa mujibu wa mashirika hayo, watoto wengi wanabeba majeraha yasionekana kwa macho lakini ambao endelea kuathiri maisha yao kwa muda mrefu. Kauli hiyo imetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia inayoziriwa na mashambulizi yanayodumishwa kila mwaka tarehe 4 Juni. Mashirika hayo yanasema kuwa licha ya miaka mingi ya migogoro ya usalama katika Ituri, watoto ndio wanaobeba mizigo mikubwa zaidi ya madhara ya vita. Miongoni mwao ni watoto ni Anuarite, msichana ambaye maisha yake yanaonesha mateso yanokumba maelfu ya watoto katika eneo hilo. Anuarite alikimbia makazi yake akiwa na umri wa miaka 8 pamoja na wazazi wake kutokana na mapigano yaliokuwa yakiendelea katika kijiji chao. Tangu wakati huo ameishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Kingoze karibu na mji wa Bunia. Katika kambi hiyo Anuarite amekulia katika mazingira magumu ya umaskini bila fursa za kutosha za elimu, afya na maendeleo kama watoto wengine. Hadithi yake ni mfano wa watoto wengi ambao wamepoteza utoto wao kutokana na vita na machafuko yanaendelea katika sehemu hiyo ya Ituri. Makundi ya kutetea haki za watoto yanaeleza kuwa mbali na ukosefu wa mahitaji ya msingi, watoto wanakabiliwa pia na matatizo makubwa ya kisaikolojia kutokana na matukio ya vurugu ya waliojionea au kuyapitia moja kwa moja. Makamu wa rais wa muungano wa wanawake viongozi wa Ituri, Marthe Deve, amesema kuwa mustakabali wa jimbo hilo unategemea uwezo wa kusaidia watoto au kupona majeraha ya kisaikolojia yaliyosababishwa na vita. Kwa mujibu wake, watoto wengi wamekuwa mashahidi wa mauaji, mashambulizi, utekaji na vitendo vingine vya ukatili. Aliyo amewaacha na hofu, msongo wa mawazo pamoja na majeraha ndani ambayo yanaweza kuathiri maisha yao ya baadaye ikiwa hawatapatiwa msaada wa kitaalamu. Marthe Deve amesisitiza kuwa haja haraka ya kuwapatia watoto wao
huduma za ushauri wa kisaikolojia ili kuwasaidia kurejea katika maisha kawaida na kujenga matumaini mapya kwa siku zijazo. Mashirika ya kiraia yameonyesha kuhusu tatizo lingine kubwa linalokabili watoto Ituri ambalo kuingizwa katika makundi ya silaha. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na taarifa nyingi za watoto kuajiriwa na kulazimishwa kujiunga na makundi ya wanamgambo wanaofanya shughuli zao katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Rais wa bunge la watoto la Ituri, Gloria Abbasi, amelaani vikali vitendo hivyo na kuwakumbusha viongozi wa makundi yenye silaha kuwa watoto hawana nafasi katika vita. Amesema kuwa nafasi ya mtoto ni shuleni, katika familia na katika mazingira yanayomwezesha kukua kwa amani, si kubeba silaha kushiriki katika mapigano. Ameonya kwa wale wote wanaohusika na kuajiri watoto katika makundi ya kivita watawajibika mbele ya sheria kwa matendo yao. Gloria Abbasi ametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza kikamilifu sheria mwaka 2009 kuhusu ulinzi wa watoto. Amesema serikali ina jukumu la kuhakikisha watoto wote wanalindwa dhidi ya aina yoyote ya unyanyasaji, matumizi katika vita na kiukaji mwingi wa haki zao za msingi. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kusisitiza kuwa bila elimu bora, ulinzi wa kutosha na msaada wa kisaikolojia kwa watoto walioathiriwa na vita, mustakabali wa Ituri uko katika hatari kubwa. Wanasema uwekezaji kwa watoto wa leo ni msingi wa amani na maendeleo ya kesho katika jimbo hilo ambalo limekumbwa na migogoro kwa miaka mingi. Kwa sasa mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali, mashirika ya kibinadamu na washirika wa maendeleo kuongeza juhudi za kuwalinda watoto na kuwapa msaada unaohitajika ili waweze kujenga upya maisha yao na kuchangia katika maendeleo ya jamii zao hapo baadaye. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa zaidi ya watu 400 wameambukizwa ugonjwa wa Ebola katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini, huku watu 77 wakithibitishwa kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, waziri wa afya, umma, usafi na ustawi wa jamii, Roger Kamba, amesema kuwa hali ya afya nchini bado inadhibitiwa na hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri au kufunga mipaka ya nchi. Akizungumza mjini Kinshasa katika mkutano maalum na waandishi wa habari ulioandaliwa pamoja na msemaji wa serikali, waziri Roger Kamba alieleza kuwa mlipuko wa Ebola aina Bundibugyo unaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wataalamu wa afya, huku hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huo zikiendelea kutekelezwa katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa waziri huyo, hadi sasa hakuna ushahidi unaonyesha kuwa ugonjwa huo umeenea nje ya majimbo matatu yaliyoathirika ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Alisema mifumo ya uchunguzi, upimaji wa wagonjwa na huduma za matibabu imeimarishwa ili kuhakikisha maambukizi mapya yanagunduliwa kwa haraka na wagonjwa wanapatiwa huduma zinazostahili. Waziri alisisitiza kuwa hakuna sababu ya kuzuia safari za wananchi ndani au nje ya nchi kutokana na mlipuko huo. Amesema kuna yeyote ya kuwazuia raia wa kushiriki katika mikutano au matukio ya kimataifa kwa sababu ya Ebola haina msingi ya kisayansi au inaweza kuchukuliwa kama ubaguzi dhidi ya wananchi wa Kongo. Alifafanua kwa maambukizi ya Ebola hayatokani na utaifa wa mtu bali na uhusiana na kugusana moja kwa moja na mtu aliyeambukizwa au majimaji ya mwili ya wagonjwa. Kwa sababu hiyo, alisema hakuna sababu ya kuwahukumu au kuwabagua raia wa Kongo katika shughuli za kimataifa. Wakati huo, waziri Roger Kamba ametangaza kuwa kuna maendeleo chanya katika matibabu ya wagonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wake, kiwango cha vifo miongoni mwa wagonjwa waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kimepungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na vipindi vya nyuma vya mlipuko wa Ebola nchini. Amesema kwa sasa kiwango cha vifo kimeshuka chini hadi 17%, jambo ambalo limeonyesha mafanikio ya juhudi zinazofanywa na madaktari, wauguzi na wataalamu wengine wa afya waliopo mstari wa mbele katika kupambana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa wakati wa mkutano huo, mwanzoni mwa operesheni za uchunguzi na ufuatiliaji kulikuwa na wagonjwa 381 waliothibitishwa kuambukizwa Ebola pamoja na vifo 63. Hata hivyo, takwimu hizo za hivi karibuni zinaonyesha kuwa idadi ya wagonjwa imevuka kuwa watu 400 huku vifo vikifikia 77. Licha ongezeko hilo la wagonjwa na vifo, mamlaka za afya zinaeleza kwa kiwango cha watu wanaopona baada ya kupata matibabu kinaendelea kuongezeka, jambo linalotoa matumaini katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Waziri wa afya ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuheshimu maelekezo ya wataalamu wa afya, kuripoti haraka dalili zinazoshukiwa kuwa za Ebola na kushirikiana na timu za afya zinazofanya kazi katika maeneo yaliyoathirika. Kwa sasa serikali inaendelea kuimarisha hatua za kinga, uchunguzi wa matibabu katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kusini, huku ikisitiza kuwa hali ya mlipuko huo bado inadhibitiwa na hakuna sababu ya hofu miongoni mwa wananchi.
Mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu ambako watu wasiopungua 18 wamepoteza maisha tangu mwezi Januari hadi Mei mwaka 2026. Takwimu hizi zimetolewa na idara ya afya mkoa wa Kivu Kusini kupitia mfumo wake wa usimamizi wa ugonjwa wa kipindupindu katika ripoti iliyochapishwa tarehe 2 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jumla ya wagonjwa 6494 wanashukiwa kuambukizwa kipindupindu wameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo tangu mwanzo wa mwaka. Kati yao watu 18 wamefariki dunia, hali iliyoweka kiwango cha vifo katika 1.2. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa ugonjwa unaendelea kuenea katika sehemu kadhaa za Kivu, ingawa juhudi za kudhibiti maambukizi zinaendelea kufanywa na wahudumu wa afya pamoja na washika wa sekta ya afya. Katika wiki 12 ya ufuatiliaji wa ugonjwa, mkoa uliorekodi wagonjwa wapya 193 wa kipindupindu bila kifo chochote kuliripotiwa. Aliyo imetokana na kuwa ishara matumaini kwa wataalamu wa afya waendelea kupambana na ugonjwa katika maeneo yaliyoathirika. Ripoti inaonyesha kuwa pia kuna kati ya vifo 18 vilivyosajiliwa, watu 33 walifariki wakiwa katika vituo vya afya wakipokea matibabu, huku watu 47 wakifariki katika jamii kabla ya kufikishwa hospitalini au wakati wakipatiwa huduma nyumbani. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa idadi kubwa ya vifo vinatokana katika jamii, inaonyesha changamoto ya wagonjwa kuchelewa kufika hospitalini au kutokupata matibabu kwa wakati unaofaa. Hali inaendelea kwa kikazo kikubwa katika mapambano dhidi ya kipindupindu. Katika maeneo 43 ya afya yalipo katika mkoa wa Kivu Kusini, maeneo 23 tayari yameathiriwa na ugonjwa huo na wameripoti angalau wagonjwa mmoja. Hali inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya mkoa huo tayari umeguswa na mlipuko huo. Kwa mujibu wa idara ya afya mkoa, 65% ya wagonjwa wote wanaoripotiwa wanaotoka katika maeneo ya matano ya afya ambayo yameathirika zaidi. Maeneo ni Fizi, Ibanda, Ruzizi, Uvira na Itombwe. Maeneo yanaendelea kuwa kitovu kikuu cha maambukizi na yanahitaji hatua za haraka zaidi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Takwimu za sasa zinaonyesha kuwa mwaka 2026 tayari unaelekea kuwa miongoni mwa miaka idadi kubwa ya wagonjwa wa kipindupindu katika Kivu Kusini. Hata hivyo, ukilinganisha na mwaka 2025, mkoa ulikuwa umepungua wagonjwa, ulikuwa umeripoti wagonjwa 13,027 na vifo 99. Mwaka 2024 kulikuwa na wagonjwa 3668 na vifo 29 pekee. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kuongezeka kwa visa vya kipindupindu kunahusishwa na changamoto za upatikanaji wa maji safi, ukosefu wa miundombinu bora na usafi wa mazingira, pamoja na kuhama kwa wananchi kutokana na hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Idara ya afya ya mkoa imeonya kuwa kuhusu uwezekano wa upungufu wa dawa, vifaa vya matibabu na bidhaa nyingine zinazotumika katika kuwahudumia wagonjwa wa kipindupindu. Ripoti inaonyesha kuwa tayari hali ya kukosekana kwa vifaa muhimu vya matibabu ikiwa msaada wa haraka hautapatikana. Mamlaka za afya zinaendelea kutoa wito kwa wananchi kuzingatia kanuni za usafi, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji na sabuni, kutumia maji yanayochemshwa au kutibiwa, pamoja na kuwahi kufika katika kituo cha afya mara tu dalili za kipindupindu zinapoonekana, ili kupunguza hatari ya vifo na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Katika mji wa Lubumbashi, wakili Kalebe Banza ametoa hotuba kwa niaba ya kundi la C5 akisisitiza kuwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuamua kwa uhuru mustakabali wao wa katiba. Akizungumza mbele ya wanachama na wafuasi wa kundi hilo, Bwana Kalebe Banza alikumbusha kuwa ibara ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatambua kuwa mamlaka yote yanatokana na wananchi. Kwa mujibu wake, wananchi ndio wenye haki ya kuchagua kwa uhuru mwelekeo wa nchi yao kupitia uchaguzi wa kura ya maoni, referendum. Amesema kwa mjadala wote kuhusu mustakabali wa katiba unapaswa kufanyika kwa kuheshimu mapenzi ya wananchi, kwani wao ndio wana mamlaka mwisho katika masuala kuhusu uongozi wa taasisi za taifa. Kwa mujibu wa msemaji wa C5, demokrasia inahitaji wananchi kupewa nafasi ya kutoa maoni yao kwa njia ya kisheria na za amani. Alisisitiza kuwa kura ya maoni ni miongoni mwa njia zinazotambuliwa na katiba kwa wananchi kueleza msimamo wao kuhusu masuala muhimu yanayohusu taifa. Kwa leo nakuja wakati ambako mjadala kuhusu mustakabali wa katiba unaendelea kuzua maoni tofauti katika mazingira ya kisiasa nchini. Baadhi ya makundi ya kisiasa yanaunga mkono wazo la kuwashirikisha wananchi katika maamuzi, huku wengine wakionyesha wasiwasi kuhusu mchakato huo. C5 inasisitiza kuwa wananchi wa Kongo wanapaswa kubaki kitovu cha maamuzi yote yanayohusu mustakabali wa nchi kwa mujibu wa msingi ya kidemokrasia na sheria za taifa. Il faut se mettre à la place des autres.
Et je ne pense pas que ma voix, puisque je me retrouve à Lubumbashi, où la rébellion soutenue par le Rwanda, celle de AFC M23, n'est pas en train de sévir, que je dois penser que ma voix vaut mieux que celle de mon frère, grand frère ou jeune frère qui se retrouve à Goma ou à Bukavu. Je pense qu'on devrait donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Toutes les voix comptent, quelles qu'elles soient. Si le Nord Kivu et le Sud Kivu sont dans le territoire congolais, je vois très mal un référendum sans nos frères et sœurs du Nord Kivu. C'est pour ça que nous estimons que les responsables de l'État devraient s'organiser pour mettre fin à cette guerre et que notre débat soit un débat qui inclut tout le monde et que la détermination que le peuple prendra pour donner la direction que notre pays aura dans les 20 ou 30 prochaines années soit une décision inclusive. Que ceux du Nord et du Sud Kivu, le jour où ils seraient libérés, qu'ils ne disent pas que nous ne reconnaissons pas ça parce que nous n'avons jamais participé, on ne nous a jamais consultés. Ça, nous ne voulons pas. Nous avons besoin d'une inclusivité parce que c'est cette inclusivité qui renforce ce sentiment national dont nous avons besoin. Nous sommes plus forts en étant au complet. Nous sommes comme une famille dont 2 frères ne sont pas là. Nous ne sommes pas très à l'aise. Nous préférons qu'ensemble nous puissions décider sur le sort de notre héritage qui est notre pays. Les politiciens nous ont donné l'impression, après les différents cursus électoraux, qu'à travers les élections, nous n'avons plus de choix. Nous ne devons faire que leur jeu. Au C5, nous pensons que c'est faux. Le référendum ne doit pas faire peur à la jeunesse. Le référendum devrait faire peur aux différents agendas des politiciens. Parce que les agendas des politiciens ne sont pas l'agenda de la jeunesse. Les jeunes pensent à leur avenir. Les politiciens aujourd'hui congolais, la plupart étant à l'âge de la retraite, qui sont dans la soixantaine, n'ont plus rien à perdre. Qu'ils fassent des bons ou des mauvais choix, ils ont déjà tout accompli, ils n'ont plus rien à perdre. Leur famille est à l'abri. Le référendum est le meilleur moyen pour la jeunesse de décevoir certains politiciens. Et il y aura des déçus, que ce soit pour le changement ou pour le maintien de l'actuelle constitution. Na ni kupitia hapo ndivyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info, ikiwa leo tarehe 5 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi tuendelea kuwashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia matangazo yetu kila siku. Endeleeni kuwa nasi kupitia majukwaa yetu mbalimbali kwa habari za haraka na zenye kuaminika zinazowagusa wananchi. Basi kabla ya kuhitimisha matangazo yetu ya mchana leo, niendelee tu kukumbusha uende ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha inasema kujabone kueme vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info, mimi ni Teloje Longa na nakwambia asanteni sote kwa kuendelea kutufuatilia, na tukutane tena katika taarifa zetu za mchana. Basi mchana mwema kwa nyote na Mungu aendelee kuwabariki. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.